Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo nimekuja na kujibu swali ambao watu wengi wamekuwa wakiniuliza sana kwa comment section. Na hii ni swali ambao nimeipata kwa wingi sana. Wengi wananiuliza, je, wewe unasema kuishi bila mahusiano sijui haiwezekani, labda karne nyingine nini? Mimi nataka nikwambie kwamba inawezekana, wewe mwenyewe ukiamua. Hii hali ya kwamba eti ninafundisha watu kwamba wasioe au wasiolewe, hapana, mimi sina hiyo maana eti mtu asiolewe au mtu asioe. Kitu ambacho mimi ninasisitiza kwa video zote zenye ambazo nimetoa na posti zote zenye nimetoa, ninamaanisha ya kwamba binti, usikubali kuchezewa na mwanaume yoyote kwa kukudanganya kwamba atakuoa na yeye mwenyewe hakuweki wazi kwamba anaenda kuripoti kwa wazazi ama haendi kuripoti. Mimi kitu ambacho ninasisitiza zaidi na nitazidi kukiongea ni kwamba binti, una uwezo wa kuishi bila kuwa na huyo mtu unayemuita boyfriend, na wewe kijana una uwezo wa kuishi bila na huyo mtu unayemuita girlfriend. Maana yangu ni kwamba subiri wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu ndio ulio sahihi. Kuna mtu kwa comment ameniuliza, wewe kwani hautaki kuolewa? Au na mwingine naye ameniuliza, muda unaenda, huoni kama unachelewa kuolewa? Nataka nikuambie hivi siku ya leo, nataka nikujibu swali lako. Na nitakujibu kulingana na Methali 19:14 inasema, nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye. Bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Mke mwenye busara sio tu mke mwenye anaenda kwa ajili ya ngono, mtu ambaye anaenda kwa ajili ya zinaa. Hapana, ni lazima ujue unaolewa kwa nini, ni sababu gani inakupelekea wewe binti kuenda kuolewa, ni sababu gani inakufanya wewe kuolewa. Kijana, unapotaka kuoa usioe kwa sababu ya zinaa. Usitake mwanamke kwa ajili ya zinaa, hapana. Kuwa na malengo, kuwa na sababu. Ninataka kuoa, nina malengo gani? Kwa nini nataka kuoa? Imekuwaje leo hii ninajisikia kuoa? Usioe tu kwa sababu ya peer pressure, rafiki yako ameoa au umeona jirani yako pale ameoa, sasa wewe tamaa inakupelekea tu wacha nioe. Kitu ya pili, hata ukioa na wewe ni mtu ambao una zinaa, ni mtu wa zinaa, lazima tu hiyo zinaa itakufuata mpaka kwenye ndoa. Ndio maana unaona ndoa nyingi hazitulii. Mtu anashangaa kuna mke wake, kuna mume wake, lakini bado ana mpango wa kando. Kwa hivyo mimi sisitizi mtu yoyote kwamba asioe au asiolewe, ila ninachoambia mabinti na vijana, tujitunze mpaka wakati wetu utakapofika. Maana Biblia imetuambia wakati wa Mungu ndio ulio sahihi. Maana mke mwenye busara, wewe binti ujitunze, uwe mke mwenye busara. Nitakusomea tena kitabu cha Biblia, kitabu cha Mhubiri, kitabu cha Mhubiri, Mhubiri 3, iko wapi hiyo? Mhubiri 3:1 inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hivyo kuna majira ambao wewe itafikia. Si lazima uende kwa sababu ya zina, utaenda kwa sababu ya malengo. Ni vizuri mwanamke kuolewa na ni vizuri mwanaume kuoa, lakini si kwa peer pressure, si kwa kukimbilia tu. Kuwa na boyfriend ni makosa. Ni makosa mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Kwa sababu utashangaa ukiwa na mtu, watu wengi hawaridhiki. Kwa nini? Hata mzazi mwenyewe atakwambia sitaki kukuona na fulani, sitaki kuona mahusiano yako na fulani. Utashangaa mzazi anakuambia bado umri wako hujafikia kuwa na mtu, bado umri wako hujafikia kuolewa, nataka utulie. Hiyo inamaanisha kwamba bado hujafikia malengo ya kuolewa. Lakini wakati utaona wanadamu wenyewe wameridhia, utashangaa watu wanakuambia sasa wakati umefika wa wewe kuwa na kwako.
Hapo sasa ndio utaambia Mungu afanye yaliyo mapenzi yake, lakini usijilazimishe, na wala usifanye zinaa nje ya ndoa. Hakikisha anakuoa akuweke kwa nyumba, ndipo utakapo jua ya kwamba hapa ninafanya kwa uhalali. Hata mtakapokosana, bora kila mtu atakuwa ni shahidi kwamba mtu fulani alikuwa ni mume wako, mtu fulani alikuwa ni mke wako. Kwa hivyo kuzini nje ya ndoa ni makosa, au kuwa na boyfriend, kuwa na girlfriend na wazazi hawajui na kuna mtu anayejua, ni makosa. Hilo ndilo ninalolisisitiza kwa wewe ambayo unaniuliza kwamba nina mpango gani, kwani sitaki watu waolewe au sitaki watu waoe. Sina maana hiyo. Maana yangu ni kwamba tujitunze mpaka wakati wa Mungu utakapofika. Mungu wa mbinguni awabariki sana, kwa wewe ambao utakayenisikiza na wewe ambao uliuliza swali hilo, na pia maswali sikatai. Niulize swali lolote, niko tayari kukujibu kwa wakati wowote. Ubarikiwe. Shalom.